Bwana Yesu apewe sifa. Karibu tena leo mpendwa, katika kipindi chetu kile kizuri, Biblia taa ya miguu yangu, ambacho kimeendelea kuwa mbaraka kwa watu wengi. Ninalo tumaini la dhati ya kwamba unaendelea kufuatilia, iwe ni hapo katika hospitali ambapo umelazwa na umepata fursa ya kusikia katika saa hizi. Hili ni neno la matumaini ambalo linakujia na Mungu analo kusudi kwako. Hebu isikie sauti yake. Huenda upo katika hiko chombo cha usafiri mahali fulani katika safari yako. Ninakupatia matumaini haya katika siku hii ya leo. Lisikie neno la Mungu, litakupatia faraja na amani katikati ya uchovu wa safari ambao unaupitia kwa wakati huu. Labda uko mahali fulani hapo katika eneo lako la kazi, uko mahali fulani unatafuta kitu fulani. Ninakualika leo tuendelee kubarikiwa. Na katika kipindi chetu hiki cha Biblia taa ya miguu yangu, ninatamani tuweze kujifunza juu ya msamaha. Jina langu ninaitwa mchungaji Mbia Andrew Zungo, ni mchungaji katika jimbo la Mara. Na kabla hatujaendelea mpendwa, katika siku hii ya leo, tuanze na Bwana kwa kupata ombi. Baba yetu uliye mbinguni, Mungu mwaminifu, Mungu mwenye kusamehe, Mungu ambaye uko pamoja nasi wakati wote, Mungu mwenye uwezo na nguvu, wewe ambaye unaweza kutuokoa hata katika nyakati za taabu, jina lako litukuzwe. Tunapoingia tena katika kipindi chetu leo na tunapotafakari katika neno lako juu ya msamaha, zungumza nasi kwa namna nyingine na uwe baraka kwetu na kutupatia amani. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Nazungumza habari ya msamaha. Unaweza ukautafasiri msamaha kwa namna yoyote, na katika siku hii ya leo ninao mwelekeo wa pekee ambao ninatamani tuweze kutafakari pamoja habari ya msamaha. Na ninapenda nipate kwa kutafakari vielelezo hivi vifuatavyo. Katika maandiko matakatifu yupo mtu mmoja anaitwa Daudi. Ni mtu mashuhuri sana. Ni mtu ambaye hata maandiko matakatifu yanamtaja kuwa alikuwa ni rafiki wa Mungu. Huyu alikuwa ni mfalme, mtu ambaye Mungu alimpatia nguvu na ujasiri. Umaarufu wake katika maandiko matakatifu tunajifunza wakati alipokuwa kijana mdogo tu, pale alipoweza kumwangusha chini mtu aliyekuwa na uzoefu wa vita, mtu aliyekuwa anaitwa Goliati, mtu ambaye aliwatishia wanajeshi wa jeshi la mfalme Sauli kwa muda wa siku zaidi ya 40. Daudi akapata umaarufu wake hapo kwa sababu kwa kumtegemea Mungu aliweza kutumia kombeo na jiwe moja tu akaliangusha lile jitu linaloitwa Goliati, na kwa haraka akakata kichwa cha Goliati. Ushindi ukapatikana kwa upande wa wana wa Israeli na Wafilisti wakashindwa vita ile. Daudi ambaye tunajifunza alimpenda Mungu, na ndivyo ilivyo. Ninachokipenda katika maisha ya Daudi pamoja na kupitia changamoto zake, maandiko matakatifu yanamtamka, yanamtaja akiwa na miisho mizuri, yanamtaja akiwa na historia safi, bila kujali historia yake ambayo kwa uchache tutatafakari kwa pamoja. Huyu Daudi tunaambiwa wakati fulani, siku moja alifanya dhambi ya kutamani, na baada ya kutamani, dhambi haikuishia hapo, akaenda akafanya uzinzi. Na haikuishia tu hapo,
akaenda akafanya mauaji. Yule mwanamume ambaye alikuwa ni askari miongoni mwa askari zake, ambaye alikuwa amemwoa Bathsheba, huyu mwanamke ambaye Daudi alifanya naye uzinzi, alipopatwa na ujauzito, Daudi akaona ili aifiche dhambi yake, ni afadhali apate kumuua huyu jemedari. Na alidhani ya kwamba kwa kumuua huyu jemedari inawezekana dhambi yake ikafichwa. Lakini tunagundua ya kwamba hata pamoja ya kutenda hayo, bado dhambi za uongo na mambo mengine, unajua dhambi moja inaweza kupelekea matokeo mengi. Dhambi moja haibaki peke yake, huwa ina mapacha ama na kadhalika na kadhalika, inazaa vitu vingi, kwa sababu ili uweze kuificha lazima utafute na njia mbalimbali, ambazo hizo nazo zote ni dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo Daudi akaitenda dhambi ya namna hii, na alipomuua Uria, tunaona namna ambavyo baada ya kutambua dhambi yake, alipokuwa amekabiliwa na nabii Nathani na kuelezwa juu ya dhambi yake, tunamwona Daudi akiwa mnyenyekevu. Daudi anajinyenyekeza mbele za Mungu. Ukisoma katika Zaburi yote ya 51 utagundua Daudi akiwa anafanya toba ya dhati, anamsihi Mungu, nisafishe kwa hisopo. Kwa wakati ule hisopo ndio ilikuwa inaweza ikatakasa, ilikuwa ni kielelezo cha kusafisha aina za uchafu. Leo hii hatuna hisopo. Hisopo yetu ni damu ya Yesu. Kwa hiyo Daudi, pamoja na kutenda dhambi zote hizo na mengine mengi kumuhusu Daudi, unaposoma habari zake utagundua ya kwamba alipoomba msamaha alisamehewa, na anaandika kwa furaha. Unaposoma Zaburi ile ya 32 aya ya kwanza, anasema heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Daudi anasema amebarikiwa mtu aliyesamehewa dhambi. Tunazungumza habari ya msamaha, na msamaha ni kwa namna mbalimbali. Mojawapo, mtu anapotenda jambo lolote lisilofaa, lisilostahili kwa mwingine, anastahili msamaha. Kinacholeta mapatano kati ya watu wawili ambao amani imetoweka, kuna jambo haliendi vizuri, limefukuza amani kati yao, ni msamaha. Mtu mwingine ninampenda anaitwa Petro. Petro tunafahamu kisa chake. Unaposoma katika kitabu kile cha Marko sura ya 14 ukasome vizuri. Napenda Marko anavyoelezea kisa hiki katika siku ile ambapo Yesu alikuwa orofani akiwa na wanafunzi wake, na muda unafika, Yesu anawaambia kwamba mtakuja kuniacha, na Petro anazungumza kwa ujasiri, anasema mimi kama wengine watakuacha, mimi sitakuacha. Petro anathubutu hata kusema ya kwamba niko radhi kutumia hata silaha ili mradi tu nisikuache Yesu, na nitakulinda, utakuwa salama. Lakini unaposoma sura hii tunamwona Petro anamkana Yesu mara 3, tena kwa kulaani. Marko anasema akaendelea akipaza sauti. Kwa hiyo kumkana Yesu Petro alivyomkana Yesu, alimkana hata ni kwa sauti, alipaza sauti, kila mtu alisikia. Petro alipitia wakati ambao ulikuwa ni wa kutatanisha. Unaposoma Marko 14 aya ile ya 66 hadi 72, anasema na Petro alikuwa chini behewani, akaja mmoja wa vijakazi wa kuhani mkuu, akamwona Petro akikota moto, akamkazia macho, akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na yule Mnazareti Yesu. Akakana akasema, sijui wala sisikii unayoyasema wewe. Akatoka nje hata ukumbini, jogoo akawika. Hiyo ni mara ya kwanza. Na yule kijakazi akamwona tena, akaanza tena kuwaambia waliosimama pale, huyu ni mmoja wao. Akakana tena. Kitambo kidogo tena wale waliosimama pale wakamwambia Petro,
hakika mmoja wao, kwa sababu Mgalilaya wewe. Biblia inatuambia katika aya 71, akaanza kulaani na kuapiza, simjui huyu mnayemnena. Na mara jogoo akawika mara ya pili. Petro akalikumbuka lile neno aliloambiwa na Yesu, kabla ya kuwika jogoo mara mbili utanikana mara tatu. Na alipolifikiria jambo hili akalia. Petro alifanya toba, hata ingawa alimkana Bwana wake mara tatu. Alipolitambua kosa lake, alifanya toba, alilia, akaomba msamaha na akasamehewa dhambi yake. Katika mifano hii michache ambayo tunaendelea kuitazama, hebu ona namna ambavyo ingawa dhambi inaweza kuhesabika ilikuwa ni ya kina kiasi gani, ingawa matendo ya watu hawa mashuhuri katika maandiko matakatifu wanaonekana wakiwa wamezama katika vina vya dhambi, wamechafuliwa na dhambi, lakini walipoomba msamaha wakasamehewa. Yuda ni mfano mwingine ambaye anawakilisha, ni kielelezo cha watu ambao walikataa kufanya toba mpaka wakati wa mwisho wa maisha yao. Unapoona mtu anakufa katika dhambi yake, ameacha kufanya toba, akafa katika dhambi yake bila kusamehewa, ni kwa sababu hakuzitubu, hakuziungamia dhambi hizo. Mungu ni mwaminifu, tunapomwomba msamaha yuko tayari kusamehe. Unaposoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na aya 18, huyu ni Petro anasimulia kisa cha Yuda, vile ambavyo alikufa. Biblia inasema, basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakatoka. Ili tuendelee kuona zaidi, ninapenda nipate kukuambia kile ambacho mwandishi Ellen G. White katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote anasimulia katika ile sura ya 76 inayosema jinsi Yuda alivyopoteza roho yake. Unaposoma na utasoma maisha ya Yuda ukaelewe zaidi vile Yuda alivyochagua. Lakini napenda ninukuu tu sehemu hii, na nukuu anasema, baadaye siku hiyo watu walipokuwa wanampeleka Yesu mahali pa kusulubishwa, waliiona maiti ya Yuda ikiwa chini ya mti mkavu. Uzito wake ulikuwa umekata kamba aliyotumia kujinyonga. Mbwa walikuwa wakiula mwili wake. Malipo yalionekana kuwa yanawapata watu wale waliokuwa na hatia ya damu ya Yesu. Sasa ukiangalia kile Petro anachosema katika Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na ile aya ya 18, na hiki ambacho Ellen G. White kama nilivyosoma kwa kunukuu anavyoeleza, inatuonesha vile ambavyo kifo cha mtu aliyekuwa mtu ambaye anakufa pasipo kusamehe, anakufa kifo kibaya. Mtu anayekufa pia pasipo kusamehewa, hali kadhalika kifo chake kinakuwa ni cha kusikitisha. Hebu angalia maisha ya Yuda. Yuda anaanguka kutoka katika mti, tumbo linapasuka na mbwa wanaishia kula mwili wa Yuda. Ndivyo ilivyo kwa mtu asiyesamehe. Yuda alikufa kwa namna ile. Unajua, nimeendelea kujifunza jambo hili. Hata unapoenda na kuona mtu aliyekufa katika jeneza ambaye hakusamehewa, ama mtu ambaye amelala usingizi huo wa mauti pasipo kupata ridhaa ya msamaha kutoka kwa wale aliowakosea, hakutamkiwa msamaha,
maiti ya mtu huyu, unapotazama mwonekano wa uso, unaonyesha ya kwamba kifo hakikuwa cha furaha, kifo hakikuwa cha matumaini. Kuna hali fulani ambayo inaonekana tofauti na mtu ambaye amelala usingizi wa mauti, akiwa amepata hakikisho moyoni mwake ya kwamba dhambi zake zimesamehewa, makosa yake yamesamehewa. Wale aliowakosea, ndugu ambao alifarakana nao kipindi cha uhai wake, anaonekana akiwa na matumaini. Hata uso unaonekana, ingawa amelala usingizi wa mauti, uso unaonekana ukiwa na matumaini. Unajua, nikwambie, usipomsamehe jirani yako, usipomsamehe ndugu yako, unasababisha makosa mengine katika hatia ya maisha yako. Ni heri kusamehe. Kama tulivyoona, Daudi anasema, heri mtu aliyesamehewa dhambi zake. Heri mtu aliyesamehewa dhambi zake. Usitende dhambi za kujitakia. Ya nini kukataa kusamehe? Kuna watu ambao wanasema ya kwamba mimi hata nitakapokufa usionekane kwenye kaburi langu. Sasa swali ni kwamba mtu anapokufa, je, anatambua neno lolote? Biblia, kitabu ambacho ni taa ya miguu yetu, kinatupatia uhakika bayana ya kwamba tunapokufa hakuna utambuzi wowote. Kila kitu kimeishia hapo. Na hivyo msamaha, ninazungumza habari ya msamaha mpendwa. Msamaha ni wa thamani sana. Msamaha unapotolewa kwa wakati ulio sahihi, unaponya mioyo. Msamaha unapoachiliwa kwa wakati mwafaka, unaepusha madhara mengi. Swali ambalo tunajiuliza ni hili: ikiwa Mungu anaweza kusamehe hivyo, kwa nini mimi nisiwasamehe wale wanaonikosea? Hebu angalia, ikiwa Mungu ambaye ndiye final, Mungu ambaye ndiye ukomo, yani baada yake hakuna kitu kingine, hakuna Mungu mwingine, kama yeye ambaye ndiye muumbaji, Mungu ambaye ndiye angestahili kiuhalisia, Mungu ana haki zote hata kutuangamiza, kwa sababu sote tumetenda dhambi, tumefanya makosa, tumetenda maovu mengi ambayo hatustahili mbele za Mungu. Lakini eti hata pamoja na uhalifu, hata pamoja na uasi na uovu na kila namna ambazo tunaweza tukamtendea Mungu tofauti na wema wanaotutendea maishani mwetu, eti bado yuko tayari kusamehe. Ikiwa yeye yuko tayari kusamehe, mimi ni nani nisiwasamehe wengine? Na hii ndiyo sababu unapoangalia katika maandiko matakatifu, Mungu huyu ambaye anasamehe uovu wa mwanadamu, tusipowasamehe wale ambao tunaonana nao ana kwa ana, hawezi akatusamehe pia. Hapa Mungu ameweka sharti, ameweka sharti. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 18 na ukaangalia katika ile aya ya 23 hadi ya 35, tunakutana na kisa kimoja Yesu anasimulia. Anaofananisha ufalme wa mbinguni. Anasema ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja ambaye alitaka kufanya hesabu na watumwa wake, na katika mchakato wa hesabu zake, alipoanza tu kufanya hesabu, akaletewa mtu mmoja, huyu ni mtumwa wake, akaletwa mbele zake. Huyu alikuwa na deni kwa bwana wake, ama kwa huyu mfalme alikuwa anadaiwa talanta 10,000. Talanta 10,000 ilikuwa ni fedha kubwa sana, kiwango cha juu sana ambacho mtumwa wa kawaida asingeweza kulipa. Na unajua, unaposoma Biblia utagundua ya kwamba mtumwa alipokuwa akifanya shughuli zake za kila siku, vibarua vyake, angestahili, kiwango cha wakati ule, angestahili kulipwa dinari moja. Sasa dinari ni kiwango cha chini zaidi, ni cha chini zaidi ukilinganisha na talanta, na si talanta tu moja, bali ni 10,000 talanta, deni hili lote. Kisa kinaendelea, kinasema alipokosa cha kumlipa bwana wake,
bwana wake akaamuru huyu mtumwa apate kuuzwa. Sio yeye peke yake, angalia, huyu ndiye anayedaiwa, lakini ili tu angalau arejeshe hili deni, alipie hii hasara, inampasa yeye pamoja na mkewe na watoto wake, sijui walikuwa ni wangapi, wote hawa. Si hivyo tu, hata vitu vyote alivyokuwa navyo vilipaswa vyote viuzwe ili deni lile lote lipate kulipwa. Lakini yule mtumwa akaanguka, akamsujudia bwana wake akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Swali ni hili, kama angevumiliwa ili alipe deni lote, angemaliza lini? Ikiwa kila siku angetafuta fedha dinari moja, angeweka hii fedha dinari moja mpaka lini? Ingekuwa na uwezekano wa kumaliza deni lake. Uhalisia ni kwamba huenda ingegharimu maisha yake yote, asingeweza kulimaliza deni hili. Alikuwa na deni kubwa asiloweza kulilipa. Bwana wake aliposikia maneno haya, mtumwa yule akamhurumia. Unajua, kisa hiki kinafanana na vile Mungu anavyowahurumia watoto wake. Eti Bwana akamhurumia, alafu si hivyo tu, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa huyu akasamehewa deni la talanta 10,000. Mtumwa huyu akaachiliwa kuwa huru. Pale unapoachiliwa kuwa huru dhidi ya madeni yanayokusumbua hata sasa, ungejisikiaje? Pale ambapo unatamkiwa kwamba hata deni lote ambalo umeshindwa basi hutalilipa tena, wewe uko huru, tuendelee na ukurasa mwingine wa maisha. Ndivyo ilivyokuwa kwa huyu mtumwa. Mtumwa huyu akatoka akiwa huru. Kisa kinaendelea, kinasema alipokuwa ametoka tu pale, akaenda akafika mahali fulani, akamuona mmoja wa wajoli wake, kwa tafasiri nyingine mtumwa mwenzake. Akamuona mtu mwingine ambaye alikuwa anamdai, na unajua eti alikuwa tu anamdai dinari 100. Dinari 100, hata kama tukiweka katika viwango leo vya fedha yetu, tuchukulie ni shilingi 10,000, alafu hilo ndilo lilikuwa deni, alafu wewe unamdai mtu shilingi 100 tu. Eti alipokutana na mtu huyu aliyekuwa anamdai dinari 100, yeye hakuwa na huruma, yeye alikosa staha, akaenda akamkamata, akamshika koo akisema, unilipe ninachokudai, unilipe ninachokudai. Kama ilivyokuwa kwake yeye huyu mtumwa mbele ya mfalme yule, alipokuwa akisihi kwa kuanguka miguuni pake mfalme, huyu mjoli wake pia naye akasema maneno yale yale, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini cha kustajabisha, huyu mtumwa aliyesamehewa deni lote lile, yeye hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni, eti mpaka atakapolipa deni ile. Unajua, siku zote unapotenda lisilo sahihi, kuna watu wenye haki wa Mungu, wacha Mungu, ambao hawafurahii mambo yanayoendelea, hawawezi wakatulia. Kuna watu ambao wanapoona kwamba kuna jambo haliendi sawasawa, wanaelewa mahali pa kuliwasilisha. Hawa watumwa walipoliona hili wakasikitika, wakasema, jamani, huyu rafiki si alisamehewa? Mbona yeye hakuwa na huruma? Mbona yeye hawahurumii wale ambao wanawiwa naye? Unajua, wakasikitika, wakaenda kumwambia bwana wao yote aliyotendeka. Na kisa kinamalizikia kinasema, ndipo yule mfalme ama bwana yule akamuita yule mtumwa, akamwambia, ewe mtumwa mwovu. Kwa tafasiri nyingine, tunaposhindwa kuwasamehe watu wengine, tunakuwa katika hali ya uovu, tunachagua kuwa waovu. Kumbe kusamehe ni kuwa watu wema. Na katika hali ya uovu anasema, nilikusamehe wewe deni lile lote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa umrehemu mjoli wako
kama mimi nilivyokurehemu wewe. Katika hubiri la Yesu, kitabu cha Mathayo sura ya 5, Yesu anazungumza mahali fulani, anasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Ndivyo ambavyo huyu mtu alipaswa atende vivyo hivyo, na kwa sababu hakutenda, hakuaksi tabia ya bwana wake aliyekuwa mwenye huruma, bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji. Safari hii sio kifungoni, bali kwa watesaji, akateseke huko mpaka atakapolipa deni lile lote. Habari mbaya kiasi gani pale tunaposhindwa kusamehe. Na Yesu anasema maneno haya katika aya 35, ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatendea ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Sasa lipi lililo bora, kusamehe ama kutokusamehe? Maisha yetu yanaonesha yakiwa na uhitaji wa kuomba msamaha wakati wote. Hakuna mwanadamu mkamilifu. Kila mwanadamu ana mapungufu, ana madhaifu mengi. Ni Mungu peke yake ambaye ndiye mkamilifu, Mungu asiyeweza kukosea. Anachokitenda ni sahihi na ni chema na ni chenye haki. Mwanadamu yeyote ana hali ya dhambi, ana hali na uwezekano wa kukosea. Tumeumbwa katika ukamilifu wakati huo, lakini dhambi ikaleta badiliko, na tangu hapo dhambi imekuwa na athari kubwa katika maisha yetu. Hata kama tunaweza kukaa ama kuishi kwa muda fulani tukitenda aliyo mema, lakini vipi mioyo yetu? Ndani ya mioyo yetu kuna uovu mwingi. Wakati mwingine hata hatujitambui kwamba tuna uovu wa jinsi hiyo. Mungu anapotutazama, ndiyo maana anatuhurumia tu, na Mungu anatuhurumia na kutusamehe pale tunapomgeukia na kumsihi msamaha. Mfano mmoja katika maandiko matakatifu, kitabu cha Injili ya Mathayo sura ile ya 9 na ile aya ya 2, tunamwona Yesu akiwa katika huduma yake, Yesu akiwa na huduma ya uponyaji. Lakini kila mahali, hiki ni kisa kimojawapo tu kati ya visa vingi unaweza ukavisoma katika maandiko matakatifu. Kila mahali watu walipomwendea Yesu kwa ajili ya uponyaji, Yesu alipoenda kuwaponya aliwatamkia msamaha. Aya hii inasema, Mathayo 9:2, na tazama wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kwa nini Yesu alitamka maneno haya? Kwa nini alirudia kutamka kila mahali alipokutana na mgonjwa? Unaposoma katika maandiko matakatifu utagundua uponyaji wa Yesu haukuwa tu wa kimwili. Yesu alienda ndani zaidi, mpaka katika hali ya kiroho, kiakili. Yesu aligusa hizo nyanja zote, hata za kihisia. Alipofanya hivi, ndipo uponyaji halisia ukatokea. Iko hivi, kama Yesu asingetamka msamaha kwa watu hawa, kwa sababu uwezekano wa chanzo cha maradhi yao ilikuwa ni dhambi walizozitenda. Ingawa unaposoma kwa mfano katika kitabu kile cha Yohana sura ya 9, utagundua kwamba si kila tatizo mwanadamu analolipitia limesababishwa na dhambi aliyoitenda. Pale utakutana na kisa cha mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Jamii ilimhukumu ya kwamba huyu mtu upofu wake ni kwa sababu ya dhambi huenda aliyoitenda ama dhambi ya wazazi wake. Na Yesu anathibitisha, anasema hapana, sikiliza, hili jambo si kwa sababu ya dhambi aliyoitenda. Hili linatokea kwa sababu tu ya kutaka kutukuza kazi za Mungu zipate kuthibitika katika maisha ya mwanadamu. Yesu anathibitisha uhakika ya kwamba si kila hali ninayoweza nikaipitia
inatokana na dhambi niliyoitenda. Kuna wakati mwingine hali imekuwa tu hivyo tu ilivyo na haina maelezo mengine isipokuwa tu tumaini letu ni kwa Mungu ambaye anaweza akatuweka huru. Na hivyo Yesu alipokuwa akitamka msamaha, alitamani aweze kugusa katika kile kiini cha matatizo yote. Wakati fulani tulijifunza na kutafakari aya hii ya Mithali 17:22 ya kwamba moyo uliochangamka ni dawa. Ikiwa Yesu angewaacha wagonjwa hawa hata kama wameponywa kimwili, lakini ndani wanaendelea kuugua, roho zao hazijapatiwa uhakika ya kwamba hatia zao zote nazo zimeondolewa, hawana hatia mbele za Mungu, pasingetokea uponyaji. Nikana kwamba kusema hivi, ili uponyaji wa kimwili upate kutokea, lazima kwanza uponyaji wa kiroho, uponyaji wa kiakili, uponyaji wangu kihisia, vyote hivi vinaunganika. Ni package moja, ni kifurushi kimoja ambacho kinategemeana. Pale hospitali kuna mtu fulani ambaye anahitaji uponyaji wa kiroho. Madaktari wanashughulika naye ili apate kupona kimwili, lakini uponyaji wa kimwili umechukua muda. Laiti kama madaktari, matabibu hawa wangetambua njia ya Yesu, namna ambavyo alishughulika na watu waliokuwa na maradhi, aliwatamkia uponyaji, aliwatamkia msamaha, nao pia wangetumia kanuni hiyo, nina hakika ya kwamba wagonjwa wengi kwa neema ya Yesu wangeinuka katika vitanda vyao. Na ndivyo Yesu alivyofanya. Na alipotamka hivyo, matokeo ya watu hawa walioponywa kwa kusamehewa pia na dhambi zao yalikuwa ni matokeo mazuri. Walitoka wakifurahi. Kuna wakati ambapo Yesu anawakataza wasizungumze, lakini furaha iliyo ndani yao, wamewekwa huru, wamesamehewa dhambi zao zote, wameponywa maradhi yao, wako wazima, wamerejeshewa afya na uzima ndani yao, wasingeweza kunyamaza, walipaza sauti zao. Na ndivyo Yesu aliendelea kufahamika kila mahali ya kwamba ana uwezo wa kuponya, ana uwezo wa kusamehe dhambi. Na unajua, kila mgonjwa aliyekuwa amepata uponyaji wa namna hii, alipokuwa akitoa habari njema za Yesu ambaye habagui, Yesu ambaye anajali watu wote, hata kama mgonjwa alikuwa na ukoma, haijalishi ukoma wake, Yesu hakusumbuliwa na hofu ya ukoma ambao ulikuwa unaweza kuambukiza. Yesu hakuwa na hofu kwa sababu ukoma hauna uwezo wowote wa kumwathiri Yesu. Hali kadhalika dhambi haiwezi kumletea Yesu athari yoyote. Yeye anazo nguvu za kuiondoa. Yeye ana uwezo wa kusafisha maisha yetu na kutupatia mianzo mipya. Na ndio maana maandiko yanasema katika Yohana wa kwanza 1:9 anatuambia, kama tukitenda dhambi, tunaye Mungu mwana, Mungu ambaye anaweza kutusamehe. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, anatusafisha, anasamehe, anaondoa na udhalimu wote. Hakuna takataka ya dhambi ambayo inaweza kusalia katika maisha ya mtoto wa Mungu ambaye kwa dhati ameungama, amefanya toba ya dhati kwa ajili ya makosa yake. Sikiliza, tunapokuwa katika maisha haya kila siku, tuwe wenye staha. Tuwastahi wale ambao wametukosea. Tunapokuwa tumewasamehe, tuwe na staha kwao. Sio wakati wa kutamka kwamba huyu mtu alinitendea hili na lile. Mungu anadhihirika katika maandiko matakatifu ya kwamba yeye anaposamehe hakumbuki, haweki kumbukumbu ya makosa yetu. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya 43 na ile aya ya 25 anasema, mimi, naam mimi ndiye, anasema ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Ikiwa Mungu anasamehe alafu hakumbuki tena, ina maana gani Mungu kuto kukumbuka tena? Mungu anaposamehe hakumbushi tena yale tuliyoyatenda.
Mungu sivyo kama mwanadamu ambaye anapokusamehe mara moja atasema tena, jana ulikuja nikakusamehe, leo tena umerudia. Sivyo Mungu alivyo. Tabia ya Mungu ni ya ajabu. Musa alitamka mahali fulani katika kitabu kile cha Mwanzo na Kutoka, pia anathibitisha vile ambavyo Mungu ni mwema, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye kusamehe makosa ya watu wake. Mungu anaposamehe hakumbushii makosa yetu. Inatupasa na sisi tunapowasamehe wale waliotukosea tuwe na staha, tusiyakumbushe yale yaliyopita, tusifufue tena makaburi ambayo yalikwisha kufukiwa. Kwa nini kutafuta tena changamoto? Ambaye ana tabia ya kukumbushia makosa ni adui yetu Shetani. Yeye ndiye wakati wote yuko na tabia ya kukumbushia makosa yetu. Kila wakati yuko na tabia ya kukumbushia makosa tunayoyatenda. Tusiige tabia ya adui yetu Shetani. Tunapaswa kuiga tabia ya Mungu ambaye ni baba yetu, ambaye anaposamehe makosa yetu hayakumbuki tena. Unapotambua ya kwamba ulifanya dhambi na ukaiungama kwa toba ya kweli, usiogope. Inakupasa uwe na imani kwa Yesu ya kwamba umesamehewa. Tumainia katika wema wake. Usibaki katika hatia ya kwamba labda hajanisamehe, labda kuna kitu fulani hakiko sawa. Unajua, wakati mwingine huenda hatia ikaumiza. Dhambi inapotendeka katika maisha mwanadamu huwa inaacha madoa fulani, inaacha makovu wakati mwingine. Ila ninapokuwa nimeomba msamaha kwa dhati, nimefanya toba, nimekwisha kuacha njia mbaya, nimeamua kutembea pamoja na kweli yote, neno la Mungu ambayo ni taa ya miguu yangu. Ninapokuwa nimefanya hatua hiyo ya dhati katika maisha yangu, hata kama kuna nyakati zitatokea hatia itaniumiza, hayo yote ndiyo hali ama ndiyo namna ambavyo ninaelekea katika uponyaji. Weka matumaini yako kwa Yesu. Yesu amekwisha kukusamehe, wala huna hatia tena mbele zake. Yesu unapomuomba, yeye yuko tayari kusamehe. Na nikuambia habari njema ni hii: jambo ambalo Yesu analijibu haraka sana ni swala tunapoomba msamaha. Ni katika wakati tunapoomba msamaha. Ndiyo, kuna mambo mengine mengi ambayo Yesu anatenda kwa haraka. Hiyo inategemeana na utashi wake na namna ambavyo, na ndio maana tunaomba, tunasema mapenzi yako yatimizwe. Lakini kote katika maandiko matakatifu tunapotazama, tunaona namna ambavyo yeye yuko tayari kusamehe pale tunapoungama dhambi zetu. Tumainia neema yake inayookoa. Usiwe na mashaka. Na unajua, huwezi ukaelewa nini maana ya kusamehe mpaka utakapokutana na Yesu akusamehe dhambi zako na kuziondoa hatia zako zote. Katika maandiko matakatifu yuko dada mmoja ama mwanamke mmoja, tunafahamu kisa hiki vizuri, Maria Magdalena, mtu ambaye aliishi katika mazingira hatarishi, maisha machafu, mtu ambaye aliokolewa tena na tena. Lakini siku alipokuwa amefanya toba ya kweli, siku ile katika kile chumba, Biblia inapotuambia, inatuonyesha mwanamke ambaye alienda akavunja kichupa cha marihamu chote, akakimimina katika miguu ya Yesu, akatoa hazina yake yote ya thamani aliyoitafuta kwa muda mrefu, huenda kwa mwaka mzima, ili kuipata, akaimimina yote. Hiyo ndio ilikuwa sadaka yake. Alipoimimina, alipoitoa sadaka yake kwa Yesu, akatamkiwa msamaha siku ile. Tangu wakati huo maisha yake, historia yake ikabadilika. Akaanza mianzo mipya ya matumaini. Akaanza kutembea katika barabara ambayo inaongozwa na Biblia, taa ya miguu, ambapo maisha yake yakawa mapya.
Yule aliyekuwa na tamaa za kimwili akageuka akawa mpeleka habari njema za wokovu, mpeleka habari njema juu ya kufufuka kwa Yesu. Ni habari njema. Pale unaposamehewa dhambi zako, inaanzisha historia mpya, unaanza ukurasa mpya wa maisha yako. Unapokuwa umekosewa, ni heri ukasamehe. Unapokuwa umekosa, ni heri ukatafuta msamaha, kwa sababu heri waliosamehewa, ambao dhambi zao zimefutwa, uovu wao umesitirika mbele za Mungu. Mtu ambaye ni mkamilifu, anayejidhania kwamba yeye ni mkamilifu, anayejidhania kwamba yeye hana uhitaji wowote, anayejidhania kwamba yeye hakosei, mtu wa namna hiyo hawezi akaelewa nini maana ya msamaha ambao Mungu anautoa kwa wadhambi. Msamaha ni dawa. Msamaha ni hitaji la kila mwanadamu, kwa sababu tunaishi kila wakati katika hali ya kukosea. Tunapopata msamaha katika maisha yetu, tunapata uponyaji wa ndani, tunapata kuwekwa huru, tunafunguliwa kutoka katika vifungo ambavyo huenda mtu fulani kwa muda mrefu amekaa katika kifungo cha hatia, amekaa katika kifungo cha dhambi yake, ameona ya kwamba hakuna tumaini. Wakati mwingine maisha yamefupishwa kwa sababu ya msamaha uliocheleweshwa. Wakati mwingine maisha yamekuwa hatarini kwa sababu ya kukataa kutoa msamaha kwa wakati uliohitajika. Tujifunze kutoka kwa Yesu katika kusamehe watu wengine, maana kwa kufanya hivyo ndivyo tunavyowakilisha tabia halisi ya nani tuliyechagua kuambatana naye. Je, tumechagua kuliishi neno la Mungu? Je, tumechagua kuelekezwa, kuongozwa katika hii barabara tukiwa na hii taa ya maisha yetu? Neno la Mungu, je, ndilo linaloongoza hatua za miguu yetu kila wakati? Ikiwa neno la Mungu ndilo linaloongoza maisha yetu, msamaha ni jambo ambalo linahitajika. Ni sharti tusamehe. Ni sharti tusamehe. Laiti kama ungelitamka msamaha siku ile, mtu fulani angepona. Laiti kama siku ile msamaha wa dhati ungepatikana, maisha yako yangebadilika, usingekuwa hivyo ulivyo. Ninakupa shauri mpendwa, tafuta kusamehe wale waliokukosea. Ninajifunza kuhusiana na Yesu siku ile alipokuwa pale msalabani, ile Ijumaa alipokuwa yuko pale msalabani na yupo katikati ya wahalifu wawili. Ninajiuliza kuhusu Yesu alivyo, kwa sababu katika wakati kama ule wa maumivu makali, unajua Yesu hakuteseka tu kimwili kwa sababu tu ya mijeledi aliyopigwa na taji ya miiba na misumari akiwa ananing'inia pale msalabani. Si hicho tu ambacho kilimpelekea Yesu kuumia sana. Yesu alipata maumivu ya kihisia, alipitia wakati mgumu sana. Alikuwa katika wakati ambapo hana matumaini kwa muktadha huo ya kwamba je, baba yake atakuwa pamoja naye. Alifikia wakati ambapo mzigo mzito wa dhambi za ulimwengu wote, tangu vizazi vyote vilivyotangulia mpaka mwisho wa wakati, mzigo ulikuwa ukimlemea. Inafikia wakati anasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alijihisi yuko peke yake, alijihisi hana tumaini lingine, hana tegemeo, alijihisi ameachwa peke yake aweze kukabili uhalisia wa dhambi siku ile. Lakini hata pamoja na mateso makali aliyoyapitia yasiyoelezeka, bado alitamka msamaha kwa watesaji wake, wale ambao wanatuwakilisha sisi katika vizazi, katika historia yote ya mwanadamu, kwamba walimtesa yule aliyekuja kuleta matumaini kwao, walimpiga yule aliyefufua wafu wao, walimwonea yule ambaye aliponya wagonjwa wao,
huyu aliyekuwa ameleta tumaini wakamdhania na hatia, wakamhesabu pamoja na wahalifu, wakamtundika msalabani. Pamoja na haya yote, bado Yesu anatamka msamaha. Na ninajiuliza swali hili, kama Yesu asingetamka msamaha kwa wale watesaji siku ile, nini kingetokea? Nini kingetokea? Ninamwona Yesu ambaye anatamka faraja. Ninadhani kwamba kama asingetamka msamaha siku ile, wale ambao walijihusisha katika kumtesa Yesu, kumlaghai, kumkejeli, na Yesu anasema hawajui wanalolitenda, huenda baada ya kujitambua kwao wangepatwa na hatia isiyo na tumaini. Na hivyo kama wakikumbuka kauli ya mwisho kabla ya kulala usingizi wa mauti ya kwamba alitamka msamaha, huenda wangerejea. Unapoenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, baada ya Petro kuhubiri, baada ya kuwakumbusha hatia yao kwamba walimkosea yule asiyekuwa na hatia, wakamuonea, wakamuua pasipo hatia, walipatwa na huzuni mioyoni mwao, wakauliza swali hili, ndugu zetu tufanye nini? Petro akasema, tubuni mkabatizwe mkapate kuondolewa dhambi zenu. Hivi ndivyo ambavyo Yesu anatufundisha kusamehe watu wengine. Ubatizo ni kielelezo cha msamaha. Unapofanya maamuzi ya kuzaliwa upya kwa njia ya ubatizo, ni kielelezo cha kusafishwa dhambi zako zote. Ni kielelezo cha kuanza upya maisha yako na kuanza matumaini mapya. Ni kielelezo ambacho kinakupatia furaha na faraja. Ubatizo imekuwa ndio mwanzo wa kuandika ukurasa mpya. Na mimi ninakualika mpendwa, mahali popote ulipo, umeendelea kusikia maneno haya ya matumaini. Hii Biblia ambayo ni taa ya miguu yetu imekuongoza. Umefika mahali fulani, sasa inakupasa ufanye uamuzi. Anza historia mpya ya maisha yako kwa kumpa Yesu maisha yako. Anza upya maisha yako. Huna sababu ya kukawia. Kwa Yesu tunaenda vile vile tulivyo. Hatusubiri mpaka tutakapoweka njia zetu vizuri, ili mradi tumechukua hatua ya kwanza kutembea katika barabara inayoongozwa na Biblia ambayo ni taa ya miguu yetu. Umeanza safari ya ushindi. Umeanza safari ya matumaini. Mpendwa, tembea ukiwa na matumaini. Mpe Yesu maisha yako. Fanya uamuzi wakati huu. Hata kama upo katika hicho kitanda na ugonjwa umeondoa matumaini yote ya kuishi tena, bado unaweza ukamwambia Yesu, ninakupa maisha yangu, nikubali katika maisha yangu. Siku utakaporejea mara ya pili, ninatamani niwe miongoni mwa wale ambao watakulaki mawinguni. Mwizi yule aliyekuwa pale msalabani pamoja na Yesu anatupatia kielelezo halisi. Hata katika misumari iliyokuwa imemshikilia pale msalabani, hata pamoja na hatia aliyokuwa ameitenda, yeye alikuwa ni mwizi, alihukumiwa kihalali. Na alipotambua ya kwamba Yesu ni wa namna gani, aligeuka tu akazungumza maneno haya katika Luka 23 ile aya ya 42. Kabla hajachelewa, kabla Yesu hajatoweka, kabla Yesu hajafa, kabla mwizi huyu hajapoteza fursa yake, alipoteza wakati wake mwingi katika vitendo vya uhalifu, alikataa rehema ya Mungu. Lakini huu wakati ulipofika, hata katika saa yake ya mwisho, bado akakumbuka kusema katika Luka 23:42, akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Hii ndio ilikuwa kauli ya mwisho inayowekwa katika kumbukumbu kwenye vitabu vitakatifu ndani ya Biblia, ya kwamba huyu mwizi, kauli yake ya mwisho ilikuwa ni ya kutafuta matumaini. Unaweza ukamuinua Yesu katika maisha yako kwa kumpa maisha yako, kwa kuchagua kuanza upya, kwa kuanza upya kupitia ubatizo, kuzaliwa upya, ukafuta historia yote ya maisha yako, ukaanza upya. Leo unaweza ukampatia Yesu moyo wako, unaweza ukampatia maisha yako. Kila wakati anapokusihi, huu ni wakati na ni wasaa wa kumpa yeye maisha yako. Hata kama upo pale gerezani, ni kweli
Kosa lililotendeka huenda sio hatia yako, ama kweli una hatia ya jambo hilo. Ni kosa ambalo vyombo vya sheria vinashindwa kulivumilia, na imekustahili upate kutumikia adhabu ambayo unaipitia. Huenda hata si tu kifungo cha maisha, huenda tu sio kwa muda fulani, labda huenda hata unasubiria ile siku ambapo utahukumiwa ufe kifo kwa kunyongwa. Sikiliza mpendwa, nikupatie matumaini haya. Hata kama sheria imekwisha kutoa uamuzi wake na hakuna namna yoyote ya kuepuka adhabu hiyo, ili mradi katika moyo wako umeyatoa maisha yako kwa Yesu, ili mradi katika moyo wako umefanya toba ya dhati na ya kweli, umempa Yesu maisha yako, umeziungama dhambi zako zote, umemwambia Yesu, nilikosea nikatenda yasiyofaa, na sasa ninaomba unikubali hivi nilivyo, hata kama kifo ndicho kinachonikabili. Nikupatie tumaini hili, wewe upo salama. Wewe uko salama. Haijalishi kifo kitakuwa hatima yako, bado upo salama. Katika Wakolosai 3 na ile aya 3 anasema, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kama uhai wangu umefichwa katika Kristo pamoja na Mungu, kifo ni kitu gani? Kifo ni kitu gani? Katika Warumi sura ya 8 anasema, hata mauti haiwezi ikanitenganisha na Mungu. Hakuna njaa, hakuna hata hali ya kukosa mavazi, hakuna hali yoyote, hakuna utawala, hakuna mamlaka inayoweza ikanitenganisha na upendo alio nao Kristo katika maisha yangu. Hakikisho la pekee la namna gani katika maisha yetu! Wale wote ambao wanampokea Yesu katika maisha yao, wale wote ambao wanafanya uamuzi wa kumpa Yesu maisha yao, wana matumaini. Hiki kifo ni cha kupita, ni cha mwili tu. Kifo ambacho hakina matumaini ni kile ambacho wakati Yesu alipoinyoosha mikono yake ili apate kukushika mkono na kukukumbatia katika kifua chake, alipotamani akutamkie msamaha, ya kwamba umesamehewa dhambi zako, ya kwamba wewe uko huru, nenda kwa amani, usitende dhambi tena. Katika wakati kama huu ambapo Yesu alitamani akupatie mianzo mipya, huenda ukawa umekataa mwaliko wake. Na kama utakataa mwaliko wake, hapo ndipo palipo na hasara ya maisha yako yote, kwa sababu kulikuwa na uwezekano wa kuokolewa, lakini mtu anachagua kutokuokolewa. Yesu atafanya nini? Tumeangalia katika suala zima la msamaha. Haijalishi mwenendo wako ulikuwa wa namna gani, njoo kwa Yesu, anaweza kukusamehe. Yesu anataka akupatie maisha mapya. Haijalishi umekosewa kwa namna gani, tunapojifunza kutoka kwa Yesu, inatupasa tuwasamehe wengine, ili na dhambi zetu pia tupate kusamehewa. Katika siku hii ya leo, mpendwa, ninakualika, unaweza ukachagua kuwasamehe wengine. Unaweza ukachagua kuachilia msamaha, ili wewe uwe huru na uachilie wale wote ambao umewafunga katika vifungo vya kutokuwasamehe. Yesu anataka kukuokoa maisha yako. Yesu anatamani azifute dhambi zako zote. Yesu anatamani akupatie maisha ya furaha, maisha yasiyokuwa na hila yoyote ndani yako, maisha yasiyokuwa na hatia yoyote. Unajua, watu wanapokuwa wanafikia miisho ya kuishi kwao hapa duniani, mojawapo ya tafakari ambazo wanafikiria ni kwamba, hivi wale watu niliowakosea ninawezaje kuwaomba msamaha? Hivi yule mtoto ambaye sikuelewana vizuri naye, ninawezaje kupata amani pamoja naye? Kumbe kama tukisamehe kwa wakati ulio sahihi, tunatengeneza kesho iliyo bora, tunatengeneza matumaini, tunatengeneza amani. Unapomsamehe mtu makosa yake aliyokutendea, Baba wa mbinguni pia atakusamehe. Ni heri
kusamehe. Ni heri kusamehewa. Ni heri kuwaachilia watu huru. Unaweza hata leo kumpatia Yesu maisha yako kwa kuwasamehe watu wengine. Na unapowasamehe, unautua mzigo mzito ambao umekulemea kwa miaka mingi. Mara nyingi watu wanaotukosea huwa wanasahau. Wao wanaendelea na maisha yao ya kila siku. Lakini sisi ambao tumeacha kusamehe, ndio tunatembea tukiwa na mizigo. Kwa nini utunze hao watu katika moyo wako kwa miaka nenda miaka rudi? Leo unaweza kuachilia msamaha na itakuwa heri kwako. Utabarikiwa, utasamehewa na wewe pia dhambi zako. Haijalishi umetenda mema kiasi gani. Kama umetenda dhambi yoyote hata moja, na kumbe hukumsamehe jirani yako, andiko linasema tusipowasamehe watu makosa yao, na Baba yetu wa mbinguni hata tusamehe makosa yetu. Salama yangu ni kuwasamehe wale wote ambao wamenikosea. Usalama wako ni kukubali kusamehe, hata kama hawakuja kwako na kukusihi wasamehe. Wewe ruhusu msamaha. Unaporuhusu msamaha, una ujasiri wa kukabiliana na yule aliyekukosea. Hata anapokuja kwa sababu ana hatia moyoni mwake, bado utatamka maneno yenye matumaini, kwa sababu umekwisha kumsamehe hata kabla ya kuomba msamaha. Usifanye moyo wako mgumu kwa kukataa kusamehe, kwa sababu waliokukosea watakapokuja kuomba msamaha, hautatamka rehema kwao, hautatamka uponyaji kwao. Ni heri kusamehe wale waliotukosea. Katika siku hii ya leo, ninakualika usamehe. Unaweza kufanya maisha mapya kwa kuchagua kuingia katika ubatizo, kuzaliwa upya mara ya pili, ili uanze upya maisha mapya, na ndivyo utakuwa na heri na kuweka matumaini yako siku zote za maisha yako. Mungu akubariki na Bwana akupe nguvu. Samehe waliokukosea, nao utasamehewa kwa jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba yetu, Mungu mwema, Mungu ambaye unatufundisha katika neno lako ya kwamba ni mbaraka kusamehe wale ambao wanatukosea. Ni heri kusamehewa na kupata hakikisho ya kwamba uovu wetu wote, dhambi zetu zote zimesitirika mbele zako na wala huzikumbuki tena. Hiyo ni furaha na tumaini ambalo ninaomba kwa ndugu mtazamaji na msikilizaji, ukaweke tumaini la pekee katika maisha yake. Mpe nguvu apate kusamehe wale wote waliomkosea. Na yule mtoto wako ambaye anakusihi hata sasa, umsamehe dhambi yake yote. Baba Mungu wa mbinguni, mpatie msamaha na mpatie tumaini, mpatie faraja, ondoa mzigo wa hatia, apate uhakika ya kwamba umemsamehe. Asante kwa sababu unatupenda na daima unatusamehe. Andaa maisha yetu kwa uzima wa milele. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.